Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Niwakaribisheni tena kwa tafakari ya neno la Mungu, mwendelezo wetu wa tafakari za kila Jumapili. Tafakari hii ni ya Dominika ya 30 ya mwaka C wa kanisa. Mahubiri yangu, dhamira kuu au neno kuu au mahubiri yangu yatakuwa yanazunguka kwenye lengo hili kuu moja, kwamba unyenyekevu na haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Jinsi tunavyopaswa kuwa wanyenyekevu katika mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu, na kwa unyenyekevu huo ukatufanya tupate haki au basi tupate mastahili ya aina fulani japo hatustahili mbele ya Mwenyezi Mungu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 35 aya ya 12 mpaka ya 14 na aya ya 16 mpaka ya 19. Labda kabla ya kuona somo lenyewe tuone muktadha au mazingira ya kitabu hiki cha Yoshua bin Sira. Kitabu cha Yoshua bin Sira ni kati ya vitabu vya hekima vilivyoandikwa takriban karne ya pili kabla ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na inasadikiwa kwamba kitabu hiki kiliandikwa na Mwisraeli mmoja aliyeitwa Yesu mwana wa Sira, na alikuwa anatoka Yerusalemu. Aliandika kitabu hiki kwa lengo la kuwasaidia vijana hata watu wazima na wazee wa Israeli kuishi kwa hekima, kumcha Mwenyezi Mungu na kutenda haki katika maisha yao. Wakati huo Wayahudi wengi walivutwa na tamaduni za Kigiriki kwa sababu walikuwa wanapakana na Wagiriki, wengine wameshachanganyikana na Wagiriki. Na hizo tamaduni za Kigiriki zilipendelewa na zikaonekana ni za kifahari na zikawa na nguvu, lakini vile vile na utajiri wa aina fulani. Kumbe mwandishi huyu Yesu mwana wa Sira alitaka kuwakumbusha kwamba Mungu hategemei vyeo wala mali, bali anapendezwa na moyo wa unyenyekevu na haki. Havutiwi na moyo na mali zako, havutiwi na sura yako au kitu chochote, bali ule unyenyekevu unaokuwa nao, haki unayokuwa nayo ndivyo vinavyompendeza. Sasa twende kwa somo lenyewe. Sasa ujumbe wa somo lenyewe kutoka kwenye hilo somo la kwanza, na nikuombe ulisome, itakuwa vizuri zaidi. Mwandishi huyu wa somo hili la kwanza, nikuomba ulisome, anasisitiza kuwa Mungu hampendelei tajiri wala maskini, bali anampokea mwenye haki na unyenyekevu. Mungu husikiliza kilio cha mnyonge na mjane, na moyo wa maskini na sala yake vinapenya mpaka mawinguni. Hapa tunajifunza kwamba sala yenye thamani, wapendwa, mbele ya Mwenyezi Mungu pengine sio ile ya maneno mengi, si lazima sana, bali ni ile inayoongozwa na moyo safi na wenye unyenyekevu. Ndio maana tunasoma kwenye somo hili mstari wa 17 sura ya 35 somo hili, na nukuu, sala ya mnyenyekevu upenya mawinguni na haitaacha hadi atakaposikilizwa yule mtu mnyenyekevu. Kwa hiyo wapendwa, hebu tuwe na moyo wa unyenyekevu, tunyenyekee mbele ya Mwenyezi Mungu bila kiburi, bila majivuno, tunapokuwa tunampelekea sala zetu, na yeye atatusikiliza katika unyonge wetu huo, kwa sababu kila kitu kinatoka kwake. Nimependa nigusie pia na wimbo wa katikati ambao ni Zaburi ya 34 aya ya kwanza na ya pili, aya ya 16 mpaka 18 na mstari wa 22. Zaburi hii inatokana na uzoefu wa Mfalme Daudi aliyeimba baada ya kuokolewa katika mateso yake. Hapa kwenye Zaburi hii Daudi anamshukuru Mungu kwa kumwokoa na kumhimiza kila mtu kumtegemea Mungu kwa unyenyekevu, tuliousitizia unyenyekevu na haki.
Sasa Zaburi hii ukisoma hii Zaburi ya 34 inaimarisha ujumbe wa somo la kwanza, kama inaongeza uzito huo dhamira hiyo ya unyenyekevu. Mungu kaa karibu na waliovunjika moyo na huokoa roho za waliopondeka, wale waliojinyenyekeza wakajiona si kitu mbele ya Mwenyezi Mungu. Basi Zaburi hiyo inasitizia kitu hicho. Kumbe wale wanaotegemea haki zao wenyewe wanajikuta wamesauliwa, lakini wanyenyekevu wanapata rehema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mfano ile Zaburi ya 34 mstari wa 18, nikichukua tu mstari mmoja, anasema Bwana yu karibu na waliovunjika moyo, huokoa waliopondeka roho. Kumbe dhamira yangu bado inaendelea ni ile unyenyekevu na haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Somo la pili leo tuliache, lakini nakuomba ujisomee mwenyewe. Twende moja kwa moja kwenye Injili ya Luka sura ya 18 aya ya 9 mpaka ya 14. Injili hii inatolewa na Yesu akiwahutubia na kuwalenga wale waliokuwa na kiburi cha kidini, hasa Mafarisayo waliodhani kuwa wema wao wa kidini unawafanya kuwa bora mbele za Mungu. Yesu anatoa mfano wa watu wawili, Mfarisayo mmoja na mtoza ushuru mmoja, walioenda hekaluni kusali. Ukisoma hiyo Injili, Mfarisayo anasali kwa majivuno, anajisifia matendo yake, akisema kwamba anafunga mara 2 kwa wiki, anatoa fungu la 10, na anasema mimi sio kama huyu mtoza ushuru niliye naye. Lakini mtoza ushuru anainamisha uso wake, anajipiga kifua hivi, Mungu uniwie radhi, mimi ni mwenye dhambi. Mungu nisamee. Mungu nihurumie, mimi ni mwenye dhambi. Na Yesu anasema mtu huyo, maana yake huyu mtoza ushuru aliyekiri udhaifu wake na kuomba rehema kutoka kwa Mungu, Yesu anasema alishuka nyumbani kwake akiwa amehesabiwa haki kuliko yule Mfarisayo aliyekuwa na moyo wa kiburi. Mungu anaangalia unyenyekevu wa moyo, si mafanikio ya kibinadamu, kwamba nimetenda hili basi na mastahili. Na ukisoma hiyo Injili utaona Mfarisayo anajilinganisha, mimi sio kama huyu. Mbele ya Mungu kuwa na mahusiano naye moja kwa moja, si lazima ujilinganishe na mwingine. Wewe moja kwa moja sali kivyako. Tusijilinganishe na wengine kama tulivyojilinganisha kwenye mambo ya kibiashara, labda elimu yetu, kwamba mimi na elimu kubwa, labda na pesa kuliko wengine. Mbele ya Mungu si hivyo, tuwe wanyenyekevu. Kumbe sala ya kweli ni ya kujishusha, ni ya kujinyenyekeza na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Ndio maana Luka sura ya 18 mstari wa 14 kwenye Injili hiyo utaisoma, imeandikwa na nukuu, kila ajikwezaye atashushwa na jinyenyekezaye atakwezwa. Unapojinyenyekeza wewe mwenyewe, unapojikweza utashushwa, lakini ukijinyenyekeza utafanya nini? Utakwezwa. Sasa masomo haya matatu, somo la kwanza hilo, wimbo wa katikati, na somo la Injili, kwa ufupi ujumbe wake ni ule niliyokwisha kusema. Mungu husikiliza sala ya mnyenyekevu, si ile sala ya mwenye majivuno. Haki ya Mungu haipimi kwa mali, cheo unachokuwa nacho, dini zetu, bali kwa unyenyekevu wa moyo. Mtakatifu Agustino aliwahi kusema hivi, kiburi ni jangwa la kwanza lililomfanya shetani aanguke. Unyenyekevu ni daraja la kwanza linalotupeleka mbinguni. Kumbe tukiwa na kiburi tutaanguka kama shetani, lakini unyenyekevu
ndiyo daraja itakayotupeleka kwa Mungu mbinguni. Lakini Mtakatifu Teresia wa Avila au Teresa wa Avila aliwahi kusema, unyenyekevu ni kutembea katika ukweli, kujua kuwa bila Mungu hatuwezi chochote. Sisi ni bure, sisi ni vumbi, sisi ni takataka, hatuna thamani yote mbele ya Mwenyezi Mungu. Tulitambue hilo. Lakini Papa Francis na yeye aliwahi kufundisha hivi, na nukuu, Mungu anakimbilia mioyo iliyojeruhiwa na iliyo wazi kwake, lakini anajificha kwa mioyo iliyojaa. Anajificha kwa mioyo iliyojaa kujiona bora. Kwa hiyo kwa ile mioyo iliyojaa kujiona bora, Mungu anajificha, lakini anakimbilia kwenye mioyo iliyojinyenyekeza, iliyojeruhiwa. Na Mahatma Gandhi wa India aliwahi kusema hivi, unyenyekevu wa kweli si kujiona duni, bali kutambua kwamba hakuna mtu asiye na thamani mbele ya Mungu. Sote tuna thamani mbele ya Mwenyezi Mungu. Basi tumalize kwa kusema hivi, tukumbuke haya. Tuwe na moyo wa unyenyekevu katika sala. Mungu apendezwe na majivuno. Tukisali tusilinganishe Mungu na matendo yetu, bali tumuombe atuoneshe huruma yake. Pili, tusihukumu wengine. Mfarisayo jiona bora kwa kumdharau mtoza ushuru, nasi tuchunge tusije tukajiona bora kuliko wengine. Lakini la tatu, Mungu yuko karibu na wanyonge, wanaoteseka, wanaodhulumiwa na wanaotafuta haki. Mungu yuko upande wao. La msingi na wenyewe wamtegemee Mwenyezi Mungu. Mwisho, 4, tujifunze kutoa haki kwa wengine kwa upendo. Kama Mungu hatupendelei kwa mali zetu au nafasi zetu katika jamii, nasi tusibague, bali tuwape wote heshima na usawa. Tumsifu Yesu Kristo. Nikutakie Jumapili njema. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia. Usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wakongwe wa vitabu hapa manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini, ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 11 jioni, na Jumamosi ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. TMP Bookshop tunapatikana karibu na kiwanja cha Chipukizi mkabala na Mea Hotel. Usiwaze wala kuumiza kichwa. TMP Bookshop sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora. Kwa taarifa zaidi wasiliana na Sister Zawadi kwa simu nambari 0754039465. Karibu TMP Bookshop.